tumeenda katika maeneo mengine mengi ambao wengine hatuwezi kujua kuna kiasi gani wala kuna kiasi gani. Lakini kwa kipindi hiki ambacho bado tunasubiri benki ya vijana ianze changamoto ruzuku. Kwa hiyo changamoto ya ajira kwa vijana, changamoto ya ukosefu wa kipato kwa vijana, sasa hivi tunaomba serikali basi ichukulie kama ni swala la dharura. Serikali ikichukulia kama ni swala la dharura, ina maana hata ile bilioni 200 ambayo tumepewa ambayo imeenda katika maeneo mengine tofauti, serikali tunaomba ituongezee. Sisi vijana tunaomba serikali itukopeshe, twende tukapambane, tutafute fedha, hizo fedha tutarudisha. Kwa sababu katika maeneo ambayo serikali inapeleka ruzuku ili mambo fulani yafanyike vizuri. Lakini sisi hatutaki ruzuku, tunaomba mtukopeshe hizo fedha. Tukopesheni sisi vijana na mtutengenezee mazingira mazuri ya kuzirejesha, lakini vile vile mtutengenezee mazingira mazuri ya sisi kukubali kukopesheka. Kwa sababu changamoto kubwa ambayo inatukabili sisi vijana ni kwamba utaambiwa njoo na dhamana, utaambiwa vitu mbalimbali ambavyo lazima upeleke kwa ajili ya kupata mkopo. Lakini kama serikali kitudhamini yenyewe, serikali ina watu mpaka ngazi ya kijiji, mpaka ngazi ya kitongoji, ina watu ambao ni wasimamizi. Kwa mimi nikiomba mkopo, mtajua Doto anakaa sehemu fulani, mwenyekiti wake wa mtani fulani, mtendaji wa kijiji ni fulani, hasiwezi kutoroka hizo fedha hata kama sina dhamana. Lakini niaminini nyinyi kwa kitambulisho cha NIDA, kwa vyeti vyangu vya shule, kwa uongozi wa serikali ambao uko pale, mniamini mimi, mnikopeshe ile fedha, alafu muone baada ya muda mrefu kama sitakuja kurejesha. Tukirejesha na wenzetu watapata, na mkitupa, changamoto ya ajira tabaki ni historia. Kama leo mwanafunzi ambaye amaliza chuo kikuu anaweza kaenda Kariakoo pale, akaenda kaongea na mtu mwenye duka, akamwambia naomba t-shirt 10 nende nikauze, nikishauza nitakurejeshea fedha yako na mimi nipate cha kwangu. Mtu mwenye duka anamwamini yule mwanafunzi. Kwa nini serikali isiamini sisi? Mheshimiwa Mwenyekiti, imani tulionao kwa serikali yetu ni kubwa sana. Na haya mambo ambayo tunayaomba tukidhamiria kwamba yanawezekana. Tumesikia fedha ambazo zimeenda, si content creators, si nini, kila sehemu ambazo fedha zimeenda, unaanza kuona watu wanakuwa wengi katika lile eneo. Sio kwamba watu wanafanya vile vitu, lakini ndiko wameona ambako kuna nini, ndiko ambako kuna fedha. Kwa hata zile fedha bilioni 200 zingebakizwa kwa vijana. Sisi vijana ndio tunajua tunataka tufanye nini. Mtulazimishe kwenda si kufanya hiki. Mngepeleka kwa vijana pale. Sisi tutajua zile bilioni 200. Joel atajua yeye na vijana wenzake tuzigawane vipi, tuende tukafanye kazi, tuweze kurudisha marejesho. Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto kubwa ambayo inatukabili sisi vijana nyingine ni kuwa walalamishi. Lakini tunakuwa walalamishi kwa sababu kuna kikundi kidogo cha watu ambao wamejipa usemaji wa vijana, kwamba wao ndio wasemaji wa vijana. Lakini kile kikundi sio kikundi sahihi. Ni kikundi ambacho hakina suluhisho la vijana lolote. Ni kikundi ambacho kinatufundisha sisi kulalamika sisi vijana. Sasa naomba niongee na vijana wenzangu wa bunge, vijana wenzangu Tanzania. Tusikubali kuingizwa kwenye huo mkenge wa kuwa walalamishi kwa sababu ya watu wachache. Tunaye Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye tayari amekwisha onyesha mwanga kwamba matatizo ya vijana yanawezekana. Tusikilize sauti zinazotoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na kijana mwenzetu ambaye ameminiwa, huyo ndiye awe msemaji wetu sisi vijana. Tusikubali wahuni wengine wakabeba ajenda ya kutusemea sisi vijana, wakati sisi vijana tupo na tunajua kwamba matatizo yetu yanatafutiwa ufumbuzi kwa jinsi ambavyo dira imeonyeshwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo nilikuwa naomba niwaase vijana wenzangu wa bunge pamoja na vijana wenzangu kote kule tuliko, tukatae wahuni. Tumsikilize Dr. Samia Suluhu Hassan na waziri wetu. Hao ndio wamebeba maono ya sekta vijana na sio mtu mwingine yote yule. Baada ya kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuunga mkono. Asante sana.